Rufufu ataweza kutumia mikanda popote ulipo katika Tanzania na popote ulipo katika Afrika Mashariki na Kati. Wote mnakaribishwa. Kwa siku ya leo, wapenzi wangu watazamaji, tunajiandaa kuiangalia picha yetu ya Kamanda. Kamanda ambaye starring na Alan Grant, David Light pamoja na Max Laula, iko vile Vitania Gomez na mwanadada Chongi. Wote wanapata kutoka Jime Video Center hiyo Kariakoo katika mtaa wa Likoma na Grey. Na katika kipindi ambacho askari wa Marekani wameendelea kuishi katika nchi ya Vietnam, waliweza kupata wapenzi na wengine waliendelea kupata wachumba. Mmoja kati ya waliopata wachumba alikuwa ni Alan Grant. Kamanda aliondoka kuelekea katika kijiji ambako kulikuwa na mchumba wake alikuwa anaitwa Choli. Shikamoo mzee. You've come home. Umekuja? For the celebration. Umekuja katika muda kuja kuhudhuria sherehe. Saved him. Him and his people. Where are they? In a camp for now. Umekuja kumuona na kumweleza kwamba tumepangwa katika mission nyingine ya kuelekea katika vijiji vingine. Here in Thailand they will start a new life. Like us. Far from our country. Vietnam. Nchi yetu ya Vietnam ina matatizo, lakini sisi tuko kwenye kambi hii. Lazima tuhakikishe tumerudi kwenye nchi yetu. Alimwaga baba mkwe na kwenda kumwangalia mpenzi wake. Mpenzi wake alikuwa anaitwa Chongi, alikuwa na mama yake. Mama yake alikuwa anaogopa sana askari wa Kimarekani. Alipomwona Kamanda anaingia pandikizi la mtu, mama anatetemeka. You know what, guys? What? Nataka niseme. Chongi! Nimsogelea Kamanda. Unakaribishwa. Siku 2-3 sijakuona mimi. Niko kazini. Ninahangaika. Siwezi kipindi chote kukaa katika eneo hili. Niko katika kazi ambayo nimepangiwa, kuna mission kaba. Ni mama yangu. Roger. Niko hapa. Kipindi hicho Chongi alikuwa tayari mjamzito. Kaangalia katumbo. Really? Kana miezi 4. Safi sana. Watoto kana rukaruka. Bado akajaanza kurukaruka. Sasa subiri nikutayarishie kauji. Chongi. All day long. Mimi kwa kweli There's somebody trying to contact you on the radio. hapa nikiendelea kukaa na vivi wameshajua kama nakupenda wewe Marekani, They're saying naweza nikapata matatizo. Cherokee to Delaware. Cherokee is my commander in Vietnam. Name's Patterson. Unajua kabisa bado tuna kazi ngumu, He went home after lakini kuhakikisha kwamba kwa kweli hii ni kazi yangu mimi na ni heshima yangu, lazima nihakikishe nimekupeleka kwetu. Please don't leave me anymore. I can't take it. Pamoja na maneno mazuri alikuwa anaendelea kuelezwa na Greg, Chongi baada ya kuweza kumwamini Greg, baba aliingia. What happened, my little girl, today? Mbona sasa unaonekana kama umechukia? You must be happy. Uwe mchangamfu Celebration. kwa sababu kesho kuna sherehe. And Nakumbuka kabisa hata mchumba wako kaja hapa. Kwa nini You know unanuna? what, guys? everything is... Kila kitu kiweke vizuri na uonyeshe uso wa furaha. You must learn to be patient and have peace of mind. Mpenzi wangu, mpenzi changu. Mke wake baada alikuwa anatetemeka. For everything. Kaa hapa utulie, usibabaike. Natetemeka. For happy. Basi kanifanya yakiingia humu akafyatua bunduki. Look at me. Hapana, I really hawa ni marafiki zetu. Nilikwenda msituni kwenda kuchukua dawa hurt. Oh, I sleep. na nimeleta dawa chungu nzima ambazo zitasaidia katika shughuli nzima, na dawa nyingine zitawasaidia ninyi maaskari katika uwanja wa kivita. What happened? Not happy, son. Mzee huyu alikuwa anajua vizuri ni herbalist, Here, madawa ya kienyeji, tiba mbadala. Anaelezea kwamba yanaweza yakatibu magonjwa ya kichwa pamoja na moyo, herbs and their secrets that give peace. anaweza yakasaidia katika ujanja kuwai ndani ya uwanja wa kivita. Aren't
towards you? When my spirit and my body become used to total detachment, I'll be able to answer you. Sooner or later. I'd like to try one of those pills you have. I've taught you. We chattered right once. Be careful not to make a mistake. Wakati yuko anaongea moja kwa moja pale, alisikia simu inaita. Tunakuita, unapatikana wapi? Unapatikana wapi? 2556, unapatikana wapi? Cherokee. I read you. Over. Been a long time, Sergeant? Uko mbali, tunakutaka katika kazi. Kazi zimekuwa nyingi huku, natakiwa kuelekea kwenye mission. Can't believe you're here after all this time. Nilikuja huku kama nilivyoaga kamanda, si kama nimetoroka, nimepewa ruksa niko huku. Lakini ndani ya muda mfupi nitakuwa nimerudi kambini. Over. Can you meet me at Camp Baker as soon as possible? Over. Urudi haraka iwezekanavyo. I'll be there tomorrow morning. Itafika hapo kesho asubuhi afande. We're out. You know what, guys? Ndio uliniahidi I'm in America. kwamba kwa sababu niko mjamzito nitakwenda kujifungulia Amerika. Ndivyo nilisema ukweli? Na kweli utakwenda kujifungulia Amerika. And even this country doesn't want us. Siwezi kuendelea kukaa hapa mimi. Feed extra mouth. Kitu kinachonitia matatizo ni mama yangu ambaye ni mgonjwa. Usiwe na mashaka. Nitakupeleka kwenye kambi ya kijeshi ya Vietnam ambayo vile vile ilikuwa inasimamiwa na askari kutoka Russia, Urusi. Mnong alishtuka, namleta askari ishafyanguliwa. Tania Gomez, naona kazi inayofanywa na ile kinyago anayeitwa kamanda. Did you at least get something out of him? Sasa tufanye kitu gani? Unaona sasa tunakwenda ovyo. Leave him to my men. He will be shot immediately as a traitor. He's all yours. Wameshamuua. Dead. Ameshakufa, mtoe nje. Who be the Yevo? Peleke nje huko, mwende mkazike. But yes, he did have time to talk. Now I know the village in Thailand where the American and his... Ninajua kabisa kijiji katika Thailand Go there. ambako Waamerika wameficha wapenzi wao. Across the border, Colonel. Hicho kijiji ndiko anakoanzia kamanda. Nataka niende nikakiangamiza hicho kijiji chote. Tell him to his operations base. Kuvuka mpaka kwenda kushambulia nchi za watu sio vizuri. Number. Kipatikana huko utashtakiwa na sheria za kimataifa. Ndani ya kipindi hicho, Kamanda Alan Glang pamoja na wenzake David Light pamoja na Max Laula walikuwa wanafanya maandalizi. Well, Sisi kama tulivyo watatu tunatosha. You know what, guys? Hatuna haja ya kuongezeka na kuwa askari chungu nzima. Makomando huenda wachache sana katika uwanja wa kivita. that is going to be our last mission. Katika mbali waliona ndege wanaruka, inaonyesha ishara kwamba kulikuwa na watu msituni wanaonyemelea kuja pale walikokuwa. Tend to keep working. Kuna watu wananyemelea. We got company. Tunaweza tukavamiwa katika kipindi kifupi hapa tulipo. Mimi sina shaka waje watanikuta. Come on. We got visitors. Max Laula huwa na wasiwasi. Yeye anakula mruzi. Kule wa Vietnam walikuwa wananyemelea kambi hiyo. Na sogea pale ilikokuwa helikopta ya kivita ya Marekani. Subirini mshoite mpora msije ovyo ovyo. Mimi nichunguze kwa makini pale kwenye helikopta kuna nini. Trees. Nimeshaona. Get out. Nimeshaona wanakuja. You take care of them. Nataka waingie kwenye mtego. All I want you to do Na wakishaingia kwenye mtego wangu is normal. wataipandika fresh. Okay. Kama
vile hawana habari kwamba kuna watu ambao wamewanyemelea, waliendelea shughuli zao, daily activities katika sehemu hiyo. Kamanda wa Kivietnam napanga askari wake waizunguke helikopta. Wakati wa kamanda Alan pamoja wenzie wameshanyemelea na kuingia kwenye msitu. Anawatokea kwa nyuma. Unaona nyaka mmoja. Kuja. Pumbavu. Pigo. Afande hapa nilipo na kujaribu kutuma message. Pande narudi nyuma kuangalia radio operator. Nipe simu niongee mwenyewe, inaonekana wewe huwezi kuongea. Uko wapi? Nani kamchukua? Mama yangu. Akavamiwa. Pigwa roba. Baada ya kukamilisha na kukaua kikosi chao kadogo ambako kalikuwa kama ka section ka kivita, waliondoka na helikopta sasa kuelekea kwenye mwelekeo wa mission, ambako tayari walikuwa wameshapata taarifa za kijasusi zinazojulisha kwamba Wamarekani, Warusi walikuwa wanaendelea kuwasaidia wa Vietnam. Helikopta ya kivita kabla ya kuelekea katika bezi hiyo ilibidi irudi kwenye makao makuu ndogo. Kwenye makao makuu ndogo, ma-MP wanapokuwa katika sehemu hiyo hawachezi mbali. Ni military police. Shuka diaka. Taarifa walikuwa wamezipata kwamba kamanda inawezekana amefanya ugoro katika uwanja wa kivita. Watu kunishika. Wacha kunishika nyinyi pumbafu. Nakaaga ichoni, afu mnaita vurugu. You need a permit to enter this building. Kama tu leo na kufungwa wewe. You know, Craig, I never did fight you. Unajua kabisa Greg? Najua kazi yako, nimekuja kupata taarifa zako. You either. Call your damn dogs off. What? Craig! You need a haircut, Sergeant. Come on up. Ruhusu aje ofisini huku. Dismissed. Kuna operation orders nataka nimpe. Big company. Angalia hapa. Kwenda mpaka Kampuchea. Our satellites have followed the ship Ivan Rodinsky from Vladivostok. Naonekana wana makombora, hata makombora mengine, makombora ya sumu yako kwenye meli za kivita za Urusi. Cargo manifest claims. Sisi tunataka mnakwenda kimya na mnaweza kudestroy, mkaangamiza makombora yale kabla hayajaingia katika uwanja wa kivita. Anaweza kaua watu ovyo. Najua kazi hiyo unaweza ukaifanya. What you're asking me to do is a sabotage job. That bay, it's next to impossible to do anything. Not sabotage. Ninaamini kabisa kwamba kazi ninayokwenda kuifanya katika uwanja wa kivita ni kazi ambayo nimeisomea, ninaijua, ninaimanya. Nitaidhibiti vizuri. The Russians are much further ahead of us in this kind of equipment. And we want to know how this stuff works. Nataka tujue kwa nini Drop the equipment in Warusi wanaendelea kutoa misaada mikubwa na wakati mwingine wanawapa makombora ya sumu ambayo yanakuwa nayo katika uwanja wa kivita. I need 2 passports, tickets, and money. You'll have what you want. Chochote kile utakachokihitaji kama msaada wako wakati tunasonga mbele utapewa. Ilikuwa sasa ni kazi ya ziada ya kunyemelea kuelekea kwenye poti ambako kulikuwa na manuari ya kivita, ukiwa na mission maalum ya kwenda kuiba kitu katika hiyo manuari. Bidi waondoke na boti ndogo usiku. You know what, guys? What? That's what I said. Twende. Pita upande mwingine. Utapita upande mwingine wa pili.
Ngoja ni cheki kwa makini kwa kutumia binocular ambayo iko kwenye mashine gani. Take a look. Unaona? Zile tanki nyingine zinaweka silaha za sumu, na wewe cheki uangalie. Check your one. Na kuna ulinzi mkali sana katika eneo hilo. Sasa mimi nakwenda. Whatever. Nataka niende nikaingie kwenye ile meli, Hit them hard. nitege makombora. Nyinyi huku mtabaki na remote control ambayo itaweza kubomoa katika muda ambao nimewaelezeni. Sichelewe. Manda Alan Grant katika meli ya Kiba, bandari ya kivita ambayo ilikuwa imepaki katika eneo hilo, ananyemelea kwenda kuingia kule ndani. You know what, guys? Ilirushwa moja kwa moja ndoana au nkurumbu hizo. Kuzao wale askari kwa kwenye deki kwa kutumia bastola ya Saresa. Tayari sasa wameshaingia kwenye meli. Amanda yuko ndani kabisa ya meli, ananyemelea taratibu kwa akienda anapanda viazi. Kamoja kanakuja. Unaelekea wapi? Wapi? Mbafu. Kamata. Nenda kaogelee. Paka mambo kwenye maji. Wako ndani. Wako ndani. Nataka nianzie kwa radio operator. Muda usije ukaniacha kwa sababu wenzangu nimewaambia ukifika muda fulani walipue. Operator wawili walikuwa na maji. Destroy. Chomoa waya. Chomoa mawasiliano. Mawasiliano ni kitu kikubwa sana na cha maana sana unapokuwa katika uwanja wa kivita. Baada ya kuyakata mawasiliano, sasa makao makuu kwenda mpaka kwenye meli, kulikuwa kuna mawasiliano tena. You know what, guys? What? Nataka niseme. Akaniona. Muda unakaribia. Kuna muda bado dakika ngapi? Bado dakika kama 10 tu. Mlango umefungwa. Deki katika chumba alichokuwa anatakiwa kulikuwa na walinzi wanacheza chess. Minutочку. Wewe mnifungulie. Nafungua. Ты что? Peka wote walikuwa katika chumba ambacho kilikuwa na makombora. Na pale pale sehemu hiyo ilianza kushambuliwa
Kile chumba ambacho kilikuwa na makombora tayari Kamanda Alan Drake tayari alikuwa ameshatoa yale makombora. Shambulizi alianza moja kwa moja kwenye meli vilivia ving'ora. Yale makombora mabomu aliyatega Alan Drake yalianza kulipuka. Боевая готовность номер 1. Капитан, Одинцов и Серегин оба мертвые вроде. Ndio kama mabomu yao wameyachukua. Kumbe walikuwa wameshapata zamani, wamebeba mabomu yote wamechukua. Twende tukaangalie. Kamanda anaingia kwenye chumba. Wanacheki walikuta walinzi wameshakufa. Nyaya zote zimechomolewa. Вперед! Tukachukua mwingine wapo. Стреляй! Ты здесь убить! Cheki mle kwenye chumba. Walinzi Karas. Все поздно. Украли ящики. Kuna kamba pale. Вперед! Kuna mtu ananing'inia pale. Kuna mtu hakuna mtu. Kumbe walipandia hapa. Walipandia hapa. Na wamechukua hata lifeboat wameondoka. Waliyakuiba yale makombora kutoka kwenye hiyo meli wakaondoka nayo katika boti waliokuwa wamesogea nayo. Mission ikawa imekamilika angalau nusu. Friend, we'll miss you. Kazi imekwenda vizuri. Anatakiwa yote haya tuyapeleke makao makuu na ikiwezekana yasafirishwe na kupelekwa Amerika. Don't forget. Damn. How the hell would find us? Umejuaje? Umejuaje kama tunaelekea njia hii? Mbona tunataka kufuatwa na helikopta sasa? Come on, boys. Sogea tunafuatwa. Helikopta ya Kirusi ambayo ilikuwa na askari wa Vietnam pamoja na Warusi ilisogea moja kwa moja katika hilo boti. Na hiyo boti ilikwenda kupaki moja kwa moja pwani. Wakati huo makamanda David Light na Max Lawler pamoja na Alan Gregg wameshajificha. Nini? Sisi ni wavuvi. Naenda wapi? Mbona mnaonekana mnatokea katika uelekeo wa kambi ambako kumetakiwa matatizo? Hapana, sisi tulikuwa kwenye mto tunavua. Tuna kitu ndani ya boti yetu. Hebu kague. Chiko makini. Inawezekana wameficha maadui humu. Wavuvi wengine si waaminifu. Ingia ndani. Alala nani kitandani? Akaruka. Kafa. Kupiga roba kimya kimya. Kamaliza. Alisogea sasa pale kwenye helikopta. Piga. Alikuwa mashine gani? Na wote walio kwenye helikopta wakamaliza. Twende. Come on, bring the equipment. Johnny, twende tutumie helikopta, twende. Katio katika ile kambi kwa mchumba wake na Alan Grang, kitimoto ndicho ambacho kilikuwa kinatafuna keki. Alikuwa anajiandaa kwa sherehe ya kumaliza mwaka mpya. You know what, guys? What? That's what I said.
Mama kidogo katika mwili wake, mama yake na Choling alikuwa na pressure. Sasa hizi alifekwa. Kumbe askari wa Kirusi wananyemelea kuingia katika hicho kijiji. Tumekaribia kwenye kijiji. Na askari ambao wako mbali wasogee karibu, tunataka kuvamia. Tunataka kuvamia hiki kijiji, over. Shambulizi hayo yaliongozwa na Tania Gomez. Ashley. Don't worry. Ndani ya kipindi wakati anaingia kwenye ukambi, kitoto kimoja kilikuwa kinaumwa. Pamoja na mama mkwe, na yeye hali yake haikuwa nzuri. You give her this once a day. I have to go now to the celebration. Tampa dawa na atapata dawa ile atakaweza kuingia katika sherehe. Mzee huyu, Mzee Chang, alikuwa anaaminika sana katika matibabu. Walikuwa na mwito ambaye ndiye aliyekuwa baba mkwe Alan Grant. Unaona kule kuna watu wanakusogea, ndio maskari wanasogea. Kabidi wananchi katika sehemu kumbuka, na wao wanakuwa na silaha. Walichukua silaha zao na kujiweka standby tayari kujibu mashambulizi. Kamani mchukua kafa. Walinzi walikuwa pembeni, walianza kushambuliwa. Wananchi walipigiwa haramu haraka mbio waende kujificha, kwenda kuchukua silaha zao na kuanza kujibu mapigo. Sherehe sasa imevurugwa. Tania Gomez anaongoza moja kwa moja mashambulizi ya kikatili. Anaamrisha. Anaua bila kujali raia wala askari. Yamo sasa kuwapiga na mizinga ya mota. Ni zile mota za 60 mm. Kwa jina lingine naweza kuziita portable motors 60 mm. Mzee Changa na cheki aliona kitoto alichokuwa amekipelekea dawa amepigwa, kimenoroka chini. Ajaribu kuona kama anaweza akakipeleka sehemu ya usalama Mzee Changa. Mzee Changa naye pigwa risasi. Akiwa amebeba kitoto hicho, Mzee Changa aliteremka chini taratibu na bonyea. Kaumizwa vibaya sana. Tangulia anajaribu kumkimbiza mama katika sehemu ya amani. Kumbuka mama alikuwa na pressure. Mama, sina kukimbia mimi. Mama twende. Si. Mama na pressure. Naanza kuhema ovyo. Pressure imepanda.
Amepigwa risasi mama. Wamemlabua mgongoni. Mama. Mama yake na Chong-li akaiaga dunia. Kwa kweli yalikuwa ni mauaji ya kimbali katika kijiji hicho. Baada ya kuona kwamba washawazidi nguvu, askari wa Kirusi walivamia sasa hicho kijiji. Kagua katika maeneo yote, mfanye sweeping. Atakaye mkuta anapumua, piga risasi. Chong-li alijaribu kujibu kupiga risasi, na yeye wakawa wamemtandika risasi Chong-li. Baada ya zile silaha kuzipeleka katika kambi ya jeshi, alianza kuzikagua na kuona kwamba makombora yalikuwa ni aina gani, ili wapeleke ripoti makao makuu. We'll get it done as quickly as we can. What are you going to do with your equipment? I'm waiting for orders. Either we'll blow it... Tunasubiri, unajua tuna kazi nyingine ya kusafanya. Pamoja kama unataka kurudi katika kile kijiji kumwangalia mchumba wako, Problems. lakini bado kuna kazi nyingi ambazo tunatakiwa tufanye hapa. This step? Yeah, behind the falls, there's a natural kitty. Sir? What about the favor that I asked? I promise you. You Within know 2 what, days you'll have a guys? package. Money, What? tickets. Sio na shaka, sitakosa So you have 5 kukuruhusu ili uende kumwangalia mchumba wako. more for you. Lakini kumbuka kwamba bado kazi ni ngumu, bado tuna kazi ngumu kabisa katika sehemu yetu. Got baggage Charlie. There were 12 of us sitting around well. Now there's only man. Sitakwenda na kuchelewa katika sehemu hiyo. He's in a wheelchair. Nitakwenda mara moja na kuhakikisha kwamba kuna amani, alafu nitarudi. I think I'll let her have the courage to look him in the face again. Aliomba helikopta ya kivita katika kambi hiyo na kamanda akamruhusu kuchukua helikopta. Kamanda alielekea katika kijiji kwenda kumwona mchumba wake ambaye, kumbuka, alikuwa ni mjamzito. Alipofika katika kijiji hicho, anacheki, aliona maiti zimezagaa katika uwanja. Kamanda alinganga kuamini macho yake. Kitu gani wamefanya? Wamelala? Mbona wako katika michirizi ya damu? Wako katika madimbu ya damu. Baba mkwe alikuwa amepigwa risasi haja, roho imebakia kwenye pua moja. Baba mkwe. Baba mkwe. You know what, guys? What? Nataka niseme. Tukwaje? Wamekuja askari Kirusi. Wakavamia hapa. Askari wa Kirusi amevamia. Walikuwa ngapi? Don't tire you. Sijui.
Save her. She Chumba wako memchukua. Mzee aliaga dunia mikononi mwa Alan Grant. Alijiandaa sasa na kutengeneza moja kwa moja makombora. Anasema kama ni mbaya na iwe mbaya. Alikuwa na sehemu yake alikokuwa ameficha silaha zake. Alikuwa na uwezo wa kutengeneza hata makombora mines za kutega explosives. Alijaribu kuita katika redio ili aweze kuwasiliana na makao makuu wakati anarejea. Vietnam walimuona. Makamanda, tunaona kwa mbele kwamba kuna helikopta moja inasogea. Helikopta yenyewe inaonekana kama ni helikopta ya Marekani. Kuilenga tuipige risasi. Wanacha kombora. Ikali minasa kwenye mkia. Kwa na lingine Alan Grant baada ya kunasa kwenye mkia. Helikopta hiyo ilibidi aiteremshe. Twende inaonekana ameteremka upande wa pili. Alipeleka msobe na kutua chini kwenye mbuga. Baada ya kutua na ile helikopta, alikuwa ameshagundua kama Wavietnam wanasogea pale, akaipandikiza makombora ile helikopta yote na kuchomoka na kwenda kujificha kwenye kichaka. Vietnam wanasogea kwenda kumkamata. Twende sogea, tumkamate. Niwaona na kuwaweka kwenye site, kwenye Hemming Notch ndani ya silaha yake ya kivita. Nibonyeze. Au! Alifiatuka wakageuka kuwa majivu. Kuna aliyetoka pale. Yeah, okay, I got it. Over and out here. Okay, boys. Just got word from... Vijana, We gotta blow it. mutega hayo makombora tunataka tuyalipue. Seti viazi. Kombora walioteka kutoka kwenye meli ya kivita wanataka wayalipue. Mpindi wanataka kuyalipua Alan Grant na kwenda mbuga na nyika. Take cover. Kwa kama mara moja tuyalipue. Nataka kulipua. Ready. Mko tayari? Okay. Na seti. Somebody's coming. Kuna mtu anakuja kule. Kuna mtu anakuja, msipige. Msilipue. Msilipue, kuna mtu anakuja. Niona makombora yake wataka. Usiku hapa kwenye makombora. Na kwenda kudisconnect wire zilizokuwa zimewekwa. Hey, Wewe, tunataka tulipue hizo, ni silaha za hatari hizo. what the hell do you think you're doing? Wewe acha. Fucking Russians destroyed my village and took Cholena Nataka kuyalipua makombora. because you're damn... Bado yana kazi haya, hataki kulipuliwa hivi. I've got to have this... Wacha kwanza kamanda. We got orders to destroy that equipment. Tumepewa oda kwamba tuangamize silaha zote ambazo zimepatikana katika meli ya kivita. Didn't do that. Jeez. Tumepata oda hiyo kutoka makao makuu. No. Remember, Colonel? Kano, nakwambia pamoja kama mimi ni mdogo lakini ni komando. Nisikilize. Hayalipuliwa mabomu. Hayawezi kulipuliwa hata mara moja. Kano aligundua kwamba hata wenzake wanamuunga mkono Alan Grant. Okay. Alisema okay. Basi. Hayalipuliwi tena.
Yeye na mwenzake David Light pamoja na Max Laula waliondoka kuelekea katika bezi ya Waviet pamoja na Warusi, huku wakiwa na burungutu ambalo walikuwa walipakia moja kwa moja kwenye tishari. Kumbuka picha ni kamanda Starring akiwa ni Alan Greg, David Light pamoja na Max Laula. Picha hiyo naipata kutoka moja kwa moja Jime Video Center, ndio katika mtaa Walikoma pamoja na Grey, ndani ya Kariakoo, ndani ya jiji la Dar es Salaam. Funga tishari hilo hapo kama tupumzike. Tumechoka. Tukae kwanza hapa tupumzike, tupange plani jinsi gani ya kufanya. There's a long curve ahead of us upriver. If anyone's waiting for us, that's where. Hapa lazima tuende mpaka sehemu hii. Like passing through the jungle. Sisi tutakuwa tunakwenda tunaambamba kabisa upande wa juu. Wewe utaondoka ukiwa unaambaa na mto, kwa sababu ramani inatuonyesha kwamba tunakwenda vizuri, hatujakosea njia. But it's our people who are killed in the village. We're going with you. Tunajua kabisa kama mchumba wako wamemteka naye, tutampata. Baada ya kukubaliana kwamba Grang yeye atapitia baharini kwenye mto, wenzake wakawa na ambamba juu kwa juu, huku akikokota lile tishari. Wali advance sasa kuelekea katika base ya Waviet na Warusi. Wapigania huru wengine ambao walikuwa kwenye msitu, kundi lingine niliweza kuwaona, nikasogea. Hawana tofauti na Uranians. Kushambulia, piga mbizi. Naweza kushambulia kule kwenye boti, kwa kujua kwamba kulikuwa na kundi lingine la wawili wa komando ambao waliotokea kwa nyuma. Kwa nyuma kafia kile mbali na kutuzuia mission. Safi sana. Bomba. Wewe noma, twende. Safari iendelea. Mvua kubwa ilikuwa inanyesha katika eneo hilo. Kamanda ilibidi afanye maandalizi katika sehemu hapa kuwa mbali na hiyo base. Kitu kingine ambacho alikikumbuka vile ni dawa ambayo alikuwa amepewa na mzee Chongli. Baba Chongli, babake na Chongli. Alitafuta kisiki kimoja ambacho kilikuwa kimekokotwa na mchwa, ndiko ambako alichimbia silaha zake za msaada, support weapons, takazomsaidia kama atakuwa amezidiwa kuendelea safari.
Kumbe lile fungutu alilokuwa nalo ilikuwa na yale maboksi ambayo alikuwa amepakia silaha zile walizoziteka kwenye meli. Alibadilisha zile silaha na kupakia vitu vingine katika yale maboksi. Ondoka na yale maboksi sasa kuelekea kwenye kambi ya Wavieti na Warusi. Có người đến! Có người đến! Đó, có súng nữa! Bây giờ từ bờ sông! Nó từ bờ sông tiến lên! Các đồng chí! Naona kama kuna mtu anakuja kule. Kuna mtu anaonekana kama anakuja. Stop! Simama! Simama! Don't move! Don't you good! Soka mbele. Weka silaha yako chini. Walimnyang'anya silaha alizokuwa nazo. Sasa kumkamata kama tiki pande cha mtu. Niache. Nimejileta mwenyewe mimi. You know what, guys? What? Tumeshamleta, tumemteka. Tumeniteka wapi? Nimekuja mwenyewe. Wacha kunichika. Mnanichafua. So you are Roger Cray. Umekuja. Mwishowe umejileta mwenyewe, tumekutana. Alikuwa ni Tania Gomez. At last we meet. Baadaye tena sasa tumekutana. Where is the equipment you stole? Zile silaha ulizoteka kutoka katika boti ziko wapi? You bastard! Unajibu nini? He's right. Uko sawa? Ndio nikakuonyesha. Siwezi nikaonyesha zile silaha mpaka mmenionyesha mchumba wangu yuko wapi. Alichungulia kwa mbali. Aliona kama kwenye jipu kulikuwa kumekaa mwanadada. Unampeleka wapi? Where is the equipment? Blazi kwa wapi? Sipo. The rice field downriver. Nataka tubadilishane. Right there. Nirudishie msichana wangu na mimi niwape silaha zenu. Make the exchange there. Sasa hivi tunafanya exchange. I will be there. Tutakuwa pamoja na mimi. Alikwenda na kusogea kwenye maboksi ambayo alikuwa ameandaa na kusubiri muda ili waweze kumleta msichana wake na yeye aweze kuwakabidhi moja kwa moja mabomu aliyoyaiba kwenye meli. Kwa mbali aliona jipu inakuja. You know what, guys? What? Nataka niseme. Tania Gomez alisogea. Kaja kukutana katikati na kamanda. There it is. Uko wapi? Silaha ziko kule. Yanangu iko wapi? Usende. Subiri kwanza. Don't move till I get. Subiri kwanza nikahakikisha kwamba yule ni msichana wangu kweli. Nenda kahakikishe. Nenda kahakikishe.
Kasogea karibu. Aliona Chorin. Yuko hoi. Chorin. Dunia alijaribu kufunua macho. Mimi unipeleke Amerika. Alikata roho mikononi mwa kamanda. Tungu limshika sana kamanda. Atafanya nini Alakoraki? Don't move. Sogea. Hapo hapo ulipo. You know what, guys? What? Nataka niseme. Don't shoot. Ngoja msimpige risasi. Aye. Namtaka mzima mzima. Alikuja mkuku. Ni wapumbavu. Kuchanzi. Ngedele. Sasa kupiga. Sasa kubeba kabariga. Moja kwamba walikuwa ni wengi. Aliweza kuwadhibiti. What do you say now? Baadaye American. walimzidi nguvu kumtumbukiza kwenye tope. Nadhani kwamba unaweza kutuzidi sisi sote. Uwezi. Take him away. Peleke mahali panapotakiwa. Na kucheka kwenye maboksi. Ya silaha. Kumejazwa mkurungo. Kumejazwa mawe. Ni basira zetu. Na tutetea mawe. Kwenda na kumfunga katika sehemu ya mateso. Torture. That was just to refresh your memory. Nataka kujua. Where is the... Silaha zangu nilizoteka katika meli umeziweka wapi? Don't want to talk. Kusema. I'm a soldier. I don't like to use crude methods of... Mimi sitaki nikutese. Sema ulikoweka silaha zetu. You're not. You're just a terrorist. Wewe ni gaidi mkubwa. Trying to destroy these people's future. Leta maisha mabaya kabisa kwa wananchi. Get out! Understand? Where is our equipment that you stole? Silaha zetu ulizoiba kwenye meli ziko wapi? All right, American. Ndio Amerika mshenzi. Leta plastiki. Songobeke. Alimbana na plastiki kwenye shingo. Baadaye wakaingiza maji kwenye ile plastiki. Maji machafu. Kumbuka hapa anashindwa kabisa kupumua sasa. Mchezo huo ukiuacha kwa dakika 2, 3, 4, 5, 10 mpaka 20 unakufa pale pale kimya kimya. Rocky! Ndio atasema. Where is our... Papi silaha zetu ulizoiba kwenye meli? Sema. Rocky! Mweke tena. Rocky! Mwondoe. Ndio atasema. Vorich. You know what, guys? Son of a bitch! What? Or I swear that you won't leave this camp alive!
Taki kusema Admit you are. tutakuwa huku unaona. Come on, admit it. Ubavu. Bebe moto usoni. You better hurry and kill me. Kitu. You and these. Hata kama utaniua mimi sisemi kitu chochote na sirudishi silaha. Abiat. Pakia tena. Kampakia tena kwa mara ya 3. What? Mondoe. Walikwenda kugawiana fimbo bakora. Kamsogeza, alikuwa kidogo amesharudisha nguvu. Sasa wanataka wampige zile kamsa 20 ambazo Wajerumani walikuwa na wapiga babu zetu. Shika shaijaganaki. Pande la baba. Let him go. Mwacha apate mjeledi. Waweza kupiga kama vile unapiga mbwa mwizi. Mpe mwongeze. Na nguvu sana hili jitu. Huwezi kuamini. Wanapiga lianguki. Baadaye alizindwa na nguvu, kaanguka chini Alan Grant. Bado ni mzima Fadi. Put him with the others. Come on. Nenda mkamweke kwenye kanyampasira huko ambako wamewekwa na wenzake. Take him away. Peleka kule kwenye kanyampasira. Walivuta kama wanavuta mzoga. Kumpeleka mahabusu. Wenzake waliokuwa mle kwenye mabusu walidhani kwamba labda wameleta maiti. Ni mzima? Max. Ni mzima. Ni mzima. Sorry, friend. Viva. Caught like dumbbells. Greg. Getting old, I guess. Tukudhani kabisa kama utarudi hapa mzima. This trap. Hey! Hilang! Yeah, mnaongea nini? Hilang! Bwana mnaongea kama mnataka kutushambulia. Tutashambuliaje wakati tuko ndani? Ino mwenzetu bwana. Mwinyo tumkalishe kitako. Fungulie kamba. Try to relax. Fungulie kamba, mpanguse na vidonda. You're in bad shape. Umekuumiza? You know what, Hapana. guys? Wameniongezea nguvu. Nataka niseme. Think. Sasa hivi nina nguvu kama farasi. I have a way to get Sasa nataka niwajulishe kwamba kazi nataka kuanza upya. Ninataka kufanya sasa, nione namna gani naweza kutoka ndani. Kuna hii dawa nilipona mzee Changa, baba yake na mchumba wangu Chunguri. Nitaitafuna hii dawa. Baada ya kuitafuna hii dawa ukishaitafuna inakufanya kama vile umekufa kabisa. Hata mtu akigusa moyo hawezi kusikia unatembea. Moyo unatembea kwa ndani taratibu. Alafu najua watakachofanya ni kwenda kunitupa katika damu. Mambo mengine yatajulikana baadaye.
Askari walikuja kama kawaida kuingia ndani ikiwa na kamanda wao. Afika ndani walimkuta Alan Grant anaonekana amekufa. Regarde, moi! Mama! Zima huyu. Digo basi. Nale. Hey, mwangalie. Nenda kumuita kamanda Tania Gomez aje kuhakikisha. Walikuja na daktari. Mapigo ya moyo hakuna. Amejiua mwenyewe. Naonekana amekufa kipindi kimepita. Kama nilivyosikia kama umempiga mijeledi inawezekana mlimuua. Unakuja kuzungumza uongo hapa. Wewe ndio utakayetoa maelezo kuhusu kufa kwake. Tania Gomez akatoka nje mkuu. Daktari akatoka nje. Nani kati yenu nyinyi amemsaidia kumuua? Wewe hapo. Nini mmefanya mmemuua nyinyi? Mwaskari, ndio muwape mikongoto. Piga. Walichofanya baada ya kuona kwamba amekufa, nimpakia kwenye jeep na kwenda kumtupa kwenye dampo ambako alikuwa amezuia kuwa anatupa maiti. Msukumiza huko kwenye maji. Nimsongea kwenye maji. Wao wakaondoka. Eneo hilo walikomtupa maji yalikuwa ni ya baridi. Baada ya kumungia maji hayo alianza kumletea moja kwa moja uhai. Na ile dawa aliyokuwa ameimeza ambayo alipewa na baba yake na Chongli ilikuwa sasa inaanza kutoweka katika mwili. Kaanza kurudisha fahamu. Iko wapi? Linuka taratibu wa Alan Grant komando. Mwanaume kwa kisikia kizunguzungu na kindindi. Kufika mpaka ufukweni. Yuko hoi. Cheki. Niko wapi? Kwenye mifupa. Kwenye mafuvu. Sehemu hii kumejaa kunguru. Wanaokula nyama hizi za binadamu. Hawa watu ni washenzi. Ni washenzi kupita maelezo. Aliendelea kungaza. Kwa mbali aliona mkono umening'inia. Kidogo akawa anataka kuutambua ule mkono ni wa nani. Nilipocheki kwa makini, niligundua kama inawezekana kabisa ule mkono ni wa Chongli. Kumbe na Chongli walikuja kumdampo katika eneo hilo.
yeye. Mama yangu mzazi. Hata mpenzi wangu amemtupa huko. Ametupwa kama mbwa. Haiwezekani. You know what, guys? Lazima nimzike. Hawezi kufa kifo alafu akazikwa kama mbwa. Wakati anaendelea kushughulikia mwili wa Chong-li, wakati huo kamanda alikumbuka jinsi gani atakavyojiandaa na kujiweka kikomando. Kimaliza kumzika mpenzi wangu, nijiandae kikomando, nirudi kwenye ile kambi niwamwagie upupu. Nichukua ile maiti na kuweka moja kwa moja kwenye makuti ya minazi. Nataka kuzika kabisa kama Kithairandi. Wanazika kama Wahindi kwa kuchoma moto. Aliwasha kiberiti, kuiombea ile maiti na kuichoma moto. Wakati alikuwa ameshakwenda katika eneo lile, katika kisiki cha mti ambako aliweza kusongobeka silaha zake za aina mbalimbali na kuanza kuziandaa silaha hizo. Naanza kunyemlea sasa kusogea kwenye ile kambi. Madhumuni yake makubwa ni kutaka kuhakikisha kwamba David Light pamoja na Max Laula pamoja na mafungo wengine waliokuwa katika kambi hiyo na wakomboa, na wao wanasaidia kuongeza nguvu katika shambulio la Dar es Salaam. Cô này anh ngon thiệt á. Vậy hả? Thật mà. Cho tao mượn cái quẹt đi. Đợi tao tí này chứ. Cảm ơn. Ngoja mimi niende, Kasubari wewe baki hapo unalinda. Tazamishwa. Kupigwa roba kibakiwa kwenye maji. Kamaliza hapo. Ndio toka chooni. Tafuta mwenzake yuko wapi? Uko wapi? Bro. Bro. Wewe unamuita bro gani? Ngoja. Wacha kujamba. You know what, guys? What? That's what I said. Anakwenda huko anafyatua moja moja. Takuja Nyakarafati. Nakutana mzee Cobra. Unakwenda wapi wewe mwanaume? Wewe Cobra wewe. Acha kucheza na mimi.
Peleka mkono wake taratibu kuelekea kwenye kiuno, kwenye nyugunyu. Ngoja nikutafutie dawa. Niipate sime yangu ya Kimasai. The Cobra kayaga dunia. Taratibu mle kwenye karavati. Nasogea upande wa pili ambako kulikuwa bado kuna walinzi wengine. Karavati ya maji machafu ilikuwa linatokea katika ofisi ya kamanda wa Kivietnam. Mtu anakuja. Vietnam wanapenda sana kunywa kalinya, wanakojoa ovyo. Chak. Unaenda hajamdo. Hadi kumaliza. Hadi mtumbukiza moja kwa moja kwenye choo. Ado anashuita mpora. Nia ni kutaka kusogea kule kulikofungwa wenzake. Piga kisu. Raya kininja. Komando tumia vile saa za kininja. Wenzake walikuwa wameshasikia kuna mtu nje huko kufanya vitu. Kama mwenzangu. Shangani. Kadamdo. Tutafungua. Uzuri alibadilisha funguo kutoka kwa mlinzi mmoja. These charges around camp. Kofu. And meet me back here. And you? Kwa hizo silaha. Unfinished business to take care of. If something goes wrong. Nataka kufanya utaratibu. Niwafungulie mtoke nje. The hell out. Kwa nje walinzi wengine nimeshawamaliza. Understand? Yeah. Kwa hizo silaha. I'll open the door. Nataka nifanye mpango nifungue mlango. Nishoita mpora kamanda huyu mwenye kujua kushoita. Kushoita ni kunyemelea. Kwenda kutoa chomeko. Fungua kufuli. Walinzi kenyewe na bwana mdogo kalikuwa nikakuruta. Bado akajajua ulinzi sawa sawa. Kuna nini pale? Ni nyoka? Mbona kufuli haipo pale mlangoni? Mbona kufuli pale mlangoni hakuna? Nikaitoa. Mpata nampiga risasi. Nikafungua. Nye, nani? Njoo huku. Mtumbukiza ndani. Wakammeza bungu juu. Kumbuka sasa wale makomando wawili. David Light pamoja na Max Laula. Tayari wameshafunguliwa, wametoka ndani na wao waliendelea na kazi ya kupanda viazi katika kambi hiyo. Kumbuka yale maboksi ambayo yalikuwa yamepakiwa mawe wakati anayaleta yalikuwa yamejaa viazi chungu nzima. Ndivyo vilivyotumika katika kuanza kuipandikiza kambi hii. Viazi hivyo viweze kutoa shumaramu. Na yeye dakika anapiga bangi. Uso wa kamanda Leglang ulikuwa umepakwa kinyesi cha fisi. Ubaya. Na kuvuta bangi yake, aliingia kwenye neti chapa usingizi. Bwana wewe. Nani kwambia kulala? Ngoja bwana. Ngoja nikumalize. Ngoja basi ni shit. Scum of the earth.
made me vomit. I brought a message for you. From my wife! Chào ngay mày. Manda akamalizwa. David Light pamoja na Max Laula naendelea kupata viazi. Tania Gomez uko chumbani nasikiza muziki. Muziki ukazimwa. Nani kazima muziki? Nani kazima muziki wangu wa Kirusi? You know what, When? guys? What? Umefufuka. Nataka niseme. Umefufuka. Must you a bad end. Umefufuka na kufuata wewe. Niende nikakuzike. I never break a promise. Mbavu mkubwa. Ukiwa kubandikwa shaba. Are you ready to die? Kufa sasa hivi. Wakati anamsemesha Tania Gomez, Manda anaanza kujua kama nyuma tayari ameshazungukwa. Kamanda, una kitu, weka silaha yako chini. Tufanye tamsha sasa. Tufuatulwa. 235. Gomez akaruka dirishani na kutoweka. Đi Thành Trung, bảo dân chị Yên. Ngora kililia katika kambi hiyo. Kambi imeingiliwa. Kuna aliyeweza kulala usingizi katika kambi, kila mtu anakimbilia kivyake vyake. Kila aina ya mapigo yanatumika. Wakati wa Kamanda Alan Glang alikuwa anaipanga ile silaha yake ya 7-in-1. Unapoanza kuipanga hiyo silaha, inabidi utumie kiasi cha saa kama nzima. Lakini mwenyewe kwa sababu alikuwa ni askari komando, alikuwa na uwezo wa kutumia dakika 20 tu kuweza kuikamilisha. Vietnam waliongeza askari. Moto ukawaka sasa kwenye kambi hiyo. Ndani ya ile silaha iliyochukua kamanda kulikuwa na 7.6, kulikuwa na 12.5 anti-aircraft, kulikuwa na 14.5 anti-aircraft vile vile. Kulikuwa na Sierra Alpha Lima inayopiga risasi moja moja. Vile ilikuwa na uwezo wa kuachia makombora madogo madogo yenye moto, na kuachia vile vile makombora ya kawaida ya kwenda kutoboa 7-in-1. Tania Gomez yuko ni mashine gani? Kaiacha. Sasa ile silaha ilianza kuachia makombora ya moto. Ni silaha ya Alan Grand Commander. Tania Gomez anakotora. Maji yamezidi unga.
Tufanye haraka sisi huko. Operator, waliwakuta kwenye radio call. Toka hapa mkajambe huko. Delaware Cherokee. Jaribu kutafuta frequency. Can you hear me? Oh. Akambi jubari kuomba helikopta msaada kuja kusaidia. Naomba helikopta msaada ije kusaidia huko kambi. Wanaonekana kama wanaongeza nguvu. Tuma helikopta msaada, support helikopta over. Kweli wa Vietnam waliongeza trucks mbalimbali zilikuja limepokea askari rufufu. Kulikuwa na silaha moja ambayo ni ya Kirusi. Mashine gani ambayo yenyewe inapolia utafikiri ni uwaru wa fisi. Unajua fisi muda wote hiyo ni kuwalisha kama bata. Kwa vile katika kipindi chote fisi utafuna mizoga tu. Na dive na mienda anajipanga napiga. Gundua kwamba kuna silaha zilikuwa zimezagaa ambazo askari wameziacha wale waliotandikwa na kufa. Mkuku anazipeleka sasa kuzipeleka katika wenzake walikuwa wameishiwa na silaha, wale ambao walikuwa bado kwenye mabusu. Kwa hizo zana za kivita muongeze nguvu, kuna kulala. Thanks a lot. Kwa mbele ndio askari wa Vietnam wanataka kusogea kwa wingi. Kumbe eneo hilo waliloingia lilikuwa ni shamba la makombora. Minefield. Makombora ya kutega minefield Still not finished yet. walikuwa nayo mengi kweli ya kutosha. There's a boat on the river. Take the prisoners and go. Chukua wafungwa tuondoke. How about you? Just do what I say. Mimi nitabaki nyuma na jaribu kulinda usalama. Ndio wafunga nje tuondoke. Ukidhania kwamba sasa palikuwa pamekuwa peupe, pamekuwa salama, sasa wafungwa watoke nje wawapeleke katika sehemu ya kuweza kuchukua na kuwapeleka sehemu ya amani. Kumbe katika kipindi cha maadui wengine walikuwa bado hawajafa. Wamo wanataka kufa na watu. Move them out. Let's go. Twende. Fungwa kimbia, twende. Kuna kutembea kimbia.
walishambuliwa. Fungwa watoto wawili akawaua. Sasa kuona kwenye jukwaa kafia nguo. Bado wapo bwana, bado wapo wengine. Let's go, come on! Bade. Ndio huko na kwenda na mienda unapoteza lengo. On the boat, hurry! Anapigia wapi? Huyo anapigia wapi? Ni wapi alikojificha huko analeta kashishi? Unamwona? Tapata tu. Bona. Piga kombora. Kuna tia kashishi walikuwa kule juu. Akawafikiria mbali lakini akajisahau. Alidhania kwamba pale palikuwa na amani. Akawa anajaribu kuangalia jinsi kombora linavyofanya kazi. Alikuwa ni David Light. Inuka askari. Kamshona chama kama 8. David Light kaenda na maji. Zaka aliweza kumuona Max Laula. Kuna alivyodondoka chini. Bwa akakwepa. Kamweka kwenye site askari huyo mbaya. Kapale kuduruka mwenzake. David Light. Bana. Taribie Chicago. Umekufa kishujaa. Umekufa kishujaa kama nini? Mbona? Kamshona. Kumbe na yeye wakati anamshona alikuwa tayari ameshakula shaba kama 8. Kadondoka chini Max Laula. Pembeni kabisa mwenzake David Light. Lang ada natafuta ni wapi unakoleta chokochoko. Kama askari wengine kama ukolezo anataka kufa na mtu akainuka. Akampiga sasa bike. You know what, guys? Bado ni kongo nyama. Ndio nimtupie kombora. Kuda wake ni kombora. Dala akamtoboa tumbo. Chini. Hebu kucheki kombela aliona kitu kinakuja kama ama operational carrier. Alpha Papa Charlie APC. Alpha Papa Charlie ilikuwa inaendeshwa na Talia Gomez. Talia Gomez anataka mkanyage Lang kwa kutumia ama operational carrier APC. Alpha Papa Charlie. Kambio huko anakwenda na mienda na kwepa risasi anapoteza lengo, anadive na kuingia chini na kujipanga. Mbinu katika uwanja wa kivita wakati unaposonga mbele. Kimbiu unakwenda moja kwa moja na kwenda huko na yumba. Kisasi kikupata imekupata kikukosa family right. Kwanza kugeuka na kutokea kwa nyuma kwenye ile APC. Una wapi? Mimi nakutafuta huko mbele sikuoni. Ngoja nije huko. Ngoja nije. Hey! Kajambo. Ni jambo hapo. Pumbafu. Mboka sawa. Ukamata kidevu. Talia Gomez. Alibanwa. Tak. Kunjwa shingo akatumbukia ndani Talia Gomez. Kule ndani akamtumbukiza moja kwa moja kiasi kikubwa. Ndi grenade pamoja na stick grenade vyote kwa pamoja. Akawa anashuhudia kwa makini APC ama special carrier ya kwenda kumkuku kuelekea kwenye banda. Huku ikiwa na makombora ndani, huku anaendelea kuwaka. Bondana akiwemo Talia Gomez. Kalipuka. Talia Gomez na askari wengine waliokuwemo ndani ya APC hilo wakaenda na maji. Alisogea kwa uchungu kabisa pale alikokuwa David Light pamoja na Max Laula wako kwenye dimbwi la damu. Makomando wenzake ambao wameanza kazi pamoja wameshindwa kufika mwisho. Marafiki zangu, safari njema. Mwasalimie huko mbinguni. Mmekufa kishujaa. Chukua name target zenu. Tutapeleka ripoti kambini.
aliwachukua wafungwa na kuwapakia kwenye boti. Sasa ambaye kuona ni wapi, wakati walikuwa wameshapiga simu kutumia radio call, helikopta ije kuwachukua. Kumbe katika kipindi cha helikopta ya Kirusi ilikuwa inatafuta huyu kamanda yuko wapi, ambaye hapigiki. Namkuuliza wapi mmemwona? Mmemwona katika mwelekeo wa 2, 3, 4, 5 grid difference. Naweza kwenda huko mkampata. Basi alikuwa anaendelea kati ya Warusi na wa Vietnam. Walielekezwa ni wapi ambako kulikuwa na boti. Get ready! Tuweza kuiona helikopta hiyo ya Kirusi inasogea, ikaiweka kwenye sati na kuanza kuishambulia. Askari wake mmoja akaenda na maji. Ilikuwa sasa na watumia wale prisoners of war, POW, wafungwa waliowakomboa. Give me a hand here! Hurry up, my runner! Come on, steer! Okay, get back under cover! I'm gonna blow that son of a bitch away! Đây là một vòng, đây là một vòng. Hãy lên bên phải, đừng bị bắt. Bado kanarudi ka helikopta yako, anataka kuwashambulia. Amimilia shaba. Wanarudi tena mara ya tatu kuona kama watalinga shabaha. Patinzuri na cheki kwa mbali, aliona kama helikopta ya kwao ya kivita inasogea pale kwenye boti. Hii ni helikopta ya kwetu. Hii ni helikopta ya kwetu, baada ya kuita sasa imekuja. Imenjoo. Helikopta ya Kirusi bado inavinjari kwa juu. Alan Grand Commando alidandia helikopta kupitia pale kwenye nkia, kwenye miguu yake, na kupiga hodi. Karibu dada, karibu kwenye mapambano. Okay. Thanks for helping me out. Let's get some... Nisogeze karibu. Fukuza hiyo kitu mpaka tuhakisha hiyo kamanda wa Kirusi anadondoka chini. Sasa helikopta mbili za kivita zinatafutana angani. Ganga amepata mashine gani? Jaribu kupiga. Helikopta hii ya Kirusi ilikuwa ipigiki. Piga, anatoboa. Bado inaendelea. Trên phía sau của chúng ta. Teremsha ngazi. Niteremsha ngazi, uende wapi? Nimwambia pilot amteremshe ngazi. Kaiteremsha. Trên phía sau của chúng ta. Gundua mle ndani kulikuwa na ile kombora kubwa. Hii kombora kwa Marekani wanalitaka Illinois. Ni state moja hapo ambayo mara nyingi sana hii state ndio huwa inatengeneza makombora. Illinois ambayo haina tofauti kabisa na Savinive. Literemka nayo kwenye ngazi ya Rangranga.
kwenye ngazi inayoning'inia kwenye helikopta. Akajiseti sambamba kuelekea kule helikopta maadui ilikokuwa. Akairuka kwenye bega. Hapakuwa na mtu wa kuamrisha kumpiga kwenye bega ili aachie, sababu anapigwa na watu wawili. Aseti vizuri kiutamu. Kazum kuivuta takombora helikopta ya Kirusi ikasambaratika na kugeuka unga moja kwa moja majivu. Moshi kamaliza uzia angani. Fungo waliobakia ambao walikuwa wamekondeana tadhani wameguliwa na ile nkuli ya nkumunye. Walipelekwa mkuku mpaka kwenye helikopta. Yuko anasubiri ikiwa na kamanda. Pandalale Brandi, ambaye kwa kawaida ndiye aliyetoa mission ya kuelekea katika maeneo hayo. Kamanda, vipi, namna gani? Mambo yamekwenda vizuri, lakini mambo yalikwenda ovyo. Makomando wenzako wamebakiza huko. Kwa kweli imekuwa ni bahati mbaya. Mimi sikutegemea kama nitaweza kumaliza hii kazi peke yangu. Ningependa kazini nimalize na wenzangu ambao tumeanza nao kazi, ambao tumepata mission pamoja. Kamanda, lakini unasema kwamba choka uvunjikia katika kuni. Wamefia kazini, ajali kazini. Itakumbukwa kati ya mashujaa wa Marekani walipanda kwenye helikopta ya kivita hiyo, helikopta gunship, wafungwa ambao walisalia na kurudi moja kwa moja kwenye base yao ya Kimarekani ili wajiandae kurudi United States of America. Picha yetu ya kamanda ambayo starring Alan Granga akishirikiana na David Light, Max Laura, Lali Brandi, Tania Gomez, Mary Sana aliyecheza kama Choli na Mzee Chang. Hapa ndipo inapofikia mwisho.